Mchezo wa kamari pia una madhara yake ya kisaikolojia yaliyofichika. Kucheza kamari pia kunaweza kumwathiri mtu kisaikolojia iwapo atakuwa na mazoea ya kucheza mchezo huo. Nyuma ya uraibu wa kamari kuna mzigo mzito wa kihisia, aibu, wasiwasi, huzuni na hatia. Wacheza kamari wengi huteseka kimya kimya kutokana na kuathirika pakubwa, wakiogopa kuzungumza au wasiweze kuomba msaada. Ukimya huu huweza kuathiri na kuyaharibu maisha yao polepole. Kamari mara nyingi huonekana kama burudani isiyo na madhara au mchezo wa kujifurahisha, au wakati mwingine huonekana kama shughuli ya kijamii, lakini ni kushauri ya kwamba nyuma ya taa angavu, arifa za mtandaoni na nambari zinazong'aa kuna ukweli mchungu, ukweli unaobadilisha akili kimya kimya na kuacha majeraha ya kisaikolojia ya kudumu. Kamari inapovuka mpaka wa burudani na kuwa tabia ya kulazimishwa, hugeuka kuwa uraibu wa kitabia. Mfumo wa zawadi wa ubongo unaoendeshwa na homoni ya dopamine unyakuliwa au hutekwa nyara. Kisha mchezo wa kamari hufuatilia hisia ya kutokuwa na uhakika, hisia ya ushindi unaofuata na msisimko wa hatari. Kadri muda unavyopita, shughuli za kawaida hupoteza mvuto wake na kubadilishwa na lengo moja na kulazimishwa, lengo ambalo ni kuweka tau tena. Uraibu huu hauonekani kirahisi. Tofauti na dawa za kulevya na pombe, hakuna dalili za waziwazi za kimwili, lakini mshiko wake wa kisaikolojia ni mkali, mshiko unaotenga, mshiko unaoendelea na unaoharibu maisha. Hatari nyingine ya kisaikolojia inayotokana na uraibu wa kucheza kamari ni msongo wa hisia na madhara ya afya ya akili. Utafiti unaonyesha ya kuwa watu wenye tatizo la uraibu wa kamari wako katika hatari kubwa zaidi ya matatizo ya afya ya akili, ambayo ni kwanza, wasiwasi na mashambulizi ya hofu, yani panic attacks. Hofu ya kupoteza pesa na msongo unaotokana na madeni husababisha mawazo yasiyokoma na mawazo ya hofu ya kudumu. Pili, uraibu wa kamari huweza kusababisha unyongovu, yani depression. Kupoteza mara kwa mara, aibu na hatia hupunguza thamani ya mtu binafsi. Hali hii husababisha kukata tamaa na hisia za kushindwa. Pia tafiti zinaonyesha ya kuwa uraibu mkali wa kamari unahusiana na ongezeko la hatari ya kujiua, hasa kutokana na kukata tamaa na kusababishwa na hasara za kifedha na hasara za kijamii. Mara nyingi madhara ya kihisia hujitokeza baada ya pesa zote kuisha. Tatizo la kucheza kamari halibadilishi tabia pekee, hubadilisha utambulisho wa mtu. Mtu huanza tabia ya uongo na usiri ili kuficha hasara na kuendelea kucheza kamari. Tabia hii pia husababisha mtu kujitenga na jamii, kuacha marafiki, burudani na hata kuacha muda wa familia. Iwapo mtu ana uraibu wa kucheza kamari na kupoteza mara kwa mara katika mchezo huu, hili husababisha kupoteza kujiamini. Hisia za kushindwa na kutokana na tamani huanza kuyatawala maisha yake ya kila siku.